Martin Luther aliwahi kusema, ikitokea nikaingia kwenye moyo wangu, nikagonga hodi ndani ya moyo wangu, afu nikauliza swali, nani anaishi humu ndani ya huyu moyo? Anasema, sitajibu mimi ndio naishi, bali nitasema Yesu anaishi ndani yangu. Yesu atajibu, mimi Yesu muumbaji wa mbingu na nchi, mimi Yesu mfalme wa wafalme, Alfa na Omega, mwenye nguvu zote, mwenye mamlaka na funguo za kuzimu na mauti, ndio naishi ndani ya huo moyo. Na hii siri hii, kwa sababu mamlaka ya kiungu inaingia ndani yako mpaka Yesu atakapokuja mara ya pili, ambapo utakaa naye live, lakini unakaa naye kwa njia ya Roho Mtakatifu ukiwa uko hai. Ni siri ambayo inatufanya sasa tupate advantage moja nzuri sana, ambayo advantage hii inapatikana kwenye kitabu ambayo nikusomea, kitabu cha Waebrania 6 mstari wa 5, na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo. Yesu anapokaa ndani kwa njia ya Roho Mtakatifu ya mtu anayemwamini, unaanza kuonja siri za zamani zijazo, nguvu za zamani zijazo. Unaanza kuonja vitu ambavyo kule mbinguni tutakwenda kuvipata baadaye. Unaanza kuvionja mdogo mdogo ukiwa hapa duniani. Unaanza kuonja nguvu za Mungu, unaanza kushuhudia matendo makuu ya Mungu kwenye maisha yako. Divine joy, furaha ya kiungu unaanza kuipata. Eternal peace, amani ya milele unaanza kuipata, ambayo haipatikani popote katika dunia hii. Na huu ndo tunaita Ukristo, ucha Mungu, mwanadamu na Mungu kuungana, natural and supernatural kuungana. Hii ni habari nzuri. Hii ndio siri ambayo nataka uifahamu, ambayo ilifichwa kwa muda wa miaka mingi sana, na sasa imewekwa wazi.